kubwa zaidi ni performance ya Elie Mukhona. Tumeona amekuwa na muendelezo sana game ambazo Fountain wanapata mabao. Yeye amekuwa mchango kwenye timu kwa maana ya kwenye michezo ya ligi, lakini akirudi kwenye timu ya taifa anafanya vizuri. Yes. Kwa baadaye waliposhughulikia swala lake la vibali na chini ya mwalimu Mohamed Omar Mwalimu, yes, mpaka sasa ameshafikisha magoli 6 akimkuta top scorer wa Fountain Gate ambaye alikuwa Suleiman Mwalimu ambaye alitimkia pale Wydad Casablanca. Al Ahly nao pia wamefuzu katika hatua ya nusu finali, na kitu ambacho kizuri Mamelodi dhidi ya Al Ahly nusu finali. Unapocheza Magenta unapokutana, kinachoamuliwa ni mbio. Pale kinachotakiwa watu wanataka matokeo, tusonge hatua inayofuata. Actually imekwenda ku distract mentality yao. Kupoteza kwenye mpira wa miguu ni jambo la kawaida. Matokeo ya kushangaza kweli. Wengi walitegemea kwamba Madrid pengine angetoa upinzani kwa Arsenal, lakini ameonekana kufa bao 3. Mtu kama mchezaji kama Vini hajapiga shot on target hata moja. Kitu ambacho Madrid wanapitia ni kama wachezaji wamedrop kutoka kwenye ubora wao. Hii ni mechi ya 3. FC Bayern Munich anakubali kufa kwa bao 2-1 katika dimba lake la nyumbani. Company anafanya kazi ndani ya Bayern, atapitia wakati mgumu sana. Sasa bana, ni siku nyingine nzuri ya April 9, siku ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu na wapenda soka wengi hapa nchini. Popote ulipo wewe mwanamichezo, nikukaribisha sana katika Sports Recap ya FGTV. Tujadili yote ya kimichezo ambayo yamejiri kutoka hapa nyumbani na nje ya mipaka Tanzania. Basi kama ilivyo ada, tunakutana kila siku kupeana taarifa zote kubwa muhimu ambazo zimechomoza kote duniani. Kubwa zaidi hapa nyumbani, tuna taarifa kuhusiana na matokeo ya NBC Premier League. Siku ya jana mchezo mmoja ukichezwa katika dimba la CCM Kirumba kule mkoani Mwanza. Matokeo yako vipi? Tuko hapa kwa ajili ya kukupa matokeo muhimu na matukio yote ambayo yamejiri katika mchezo huo. Lakini kwa nje ya mipaka ya Tanzania pia tuna taarifa ya matokeo ya UEFA Champions League. Watu wamerambishwa pua kweli. Matokeo ya kushangaza. Nikukaribisha sana. Mimi naitwa Victor Lusega, nipo na Kiepo Benedicto, mchambuzi wa masuala ya michezo ambaye yeye atahakikisha kile ambacho tutakijadili katika siku hii leo atakupa uchambuzi wa matukio yote. Sawa, mimi ni Victor Lusega, nipo na Kiepo Benedicto, mchambuzi wa masuala ya michezo ambaye yeye atahakikisha kwamba uchambuzi wa matukio yote ambayo tutajadili katika siku hii leo atakupatia uchambuzi wake. Na nikukumbushe kwamba pia tunapewa nguvu ya kutosha na ndugu zetu ambao ni Mega Purified Water kutokea Dodoma. Wao wapo kuhakikisha kwamba wanakupa maji safi na salama ambayo atakufanya kuwa bora katika nyakati zote. Basi sawa, lakini pia nikukumbushe kwamba tunapewa nguvu ya kutosha na ndugu zetu ambao ni Mega Purified Water kutokea Dodoma. Wao wako kuhakikisha kwamba wanakupa maji safi na salama, na uzuri pia wanafanya free delivery mpaka mtaani kwako. Bana Kepo, habari yako ndugu yangu? Bana fresh, mambo vipi? Shwari. Safi, nzima huko. Bana usiku ulikuwa moto sana. Watu wakufurahi wamefurahi. Lakini wakulia wamelia sana. Wachezaji wenzangu na mimi wamelia, wamepata maumivu kwa kweli katika usiku ambao yale ambayo hayakutarajiwa yametokea. Yes. Sawa, basi sawa, rasmi tuanze uchambuzi wa taarifa zetu za kimichezo. Tukianzia hapa nyumbani Tanzania, ambapo kwa siku ya jana mchezo mmoja wa NBC Premier League umechezwa katika dimba la CCM Kirumba kule jijini Mwanza, ambapo Pamba Jiji waliokaribisha Fountain Gate FC kutokea pale Babati mkoani Manyara, na mpaka dakika 90 sare ya 1-1. Na kubwa zaidi ni performance ya Elie Mukhona. Tumeona amekuwa na muendelezo sana game ambazo Fountain wanapata mabao. Yeye amekuwa mchango mkubwa. Tukirejelea ile game dhidi ya KMC alitupia mabao, na jana pia akatupia bao la kusawazisha ambalo limeipa Fountain alama 1. Unamzungumza Elie Mukhona ambaye ni mchezaji mzuri. Ni mchezaji ambaye toka na join Fountain pale mwanzoni chini ya mwalimu Mohamed Omar Moya alikuwa pata nafasi. Pale mwanzoni alikuwa na changamoto ya vibali. Then management pia ilikuwa imeshindwa kuweka sawa mapema. Kama utakumbuka Fountain ni miongoni mwa timu ambazo mwanzoni mwa msimu zilikuwa moto sana. Mwanzoni mwa msimu pale mechi za kwanza, walikuwa na mechi ya kwanza walishinda kucheza na Namungo kwa sababu hiyo issue ya vibali. Kwa baadaye ikaenda wakaweka sawa. Kwa baadhi ya wachezaji walikuwa bado hawana vibali, hasa hawa wageni akiwemo Elie Mukhona. Kumokana alikuwa akiwa huko apata acheze kwenye timu kwa maana ya kwenye michezo ya ligi, lakini akirudi kwenye timu ya taifa anafanya vizuri. Yes. Kwa baadaye waliposhughulikia swala lake la vibali na chini ya mwalimu Mohamed Omar Mwalimu, ni kama alikuwa sio chaguo lake la kwanza, kwa sababu wakati huo kuna wachezaji kama Mohamed na kwa maana ya Suleiman Mwalimu, yes, una William Ediga, una Salim Gihimbu ambao
kwenye attacking line wanakupa kitu, lakini kuna Dickson na Mbundo pia ambao wanakuofa kitu kikubwa. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kwa mchezaji ambaye hakuingia kwenye mfumo moja kwa moja uje muingize katika wachezaji hawa ambao wameanza. Lakini baadaye baada ya Selemani Mwalimu kuingia katika majeraha kidogo, akaanza kupata nafasi, akaingia kidogo mpaka Mwalimu Robert Matano anakuja, amemkuta Elimu Kono ambaye amekuwa na msaada kwenye timu. Yes, mpaka sasa ameshafikisha magoli 6 akimkuta top scorer wa Fountain Gate ambaye alikuwa ni Selemani Mwalimu ambaye alitimkia pale Wydad Casablanca ya Morocco. Kwa sasa Elimu Kono ndio top scorer wa Fountain Gate FC akiwa na magoli 6. Kwa hiyo ni mwanzo mzuri, ni alama nzuri kwa aina timu kama Fountain ambayo ina struggle kutengeneza chance. Hakuna kwenye mechi moja huwezi kupata chance 3-4 ambazo Fountain wanazitengeneza. Nadhani standard ambayo yeye anajaribu kuitengeneza, na hicho ambacho tunazungumza mara zote unapokuja kuleta mchezaji mgeni kutoka nje, basi awe na impact ya moja kwa moja katika mazingira ambayo wengine watashindwa kufanya, yeye aende akachangie. Na ukiangalia hizo mechi zote ambazo Mkono amefunga mechi ambazo ni muhimu. Kafunga dhidi ya KMC ugenini alama 3, lakini amekwenda CCM Kirumba amesawazisha goli la Pamba, wakaondoka na alama moja ambayo imewasaidia kufikisha alama 29 kwenye msimamo katika nafasi ya 8. Yes, katika nafasi ya 8 kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Kwa hiyo tunazungumza Elimu Kono ambaye kwa sasa amekuwa na faida kubwa, na hili inaweza likawa ni kama anajaribu kutengeneza attention kwa timu nyingine hizi. Kwa hata pia wa Fountain Gate wenyewe wana kazi ya kumshawishi, ninaamini kwa namna ambavyo ligi yetu jinsi ilivyo, atakuwa ameadapt vizuri, pengine msimu unaokuja akawa na faida zaidi kuliko ambavyo amekuwa na msimu huu. Kwa ni nafasi yao pia viongozi wa Fountain kuona kama wanaweza kumkumbatia. Sawa, tuachana na taarifa hiyo, pia tuangazie taarifa nyingine ambazo zimechomoza leo. Tuna mambo mengi turuke mpaka nje ya mipaka ya Tanzania, lakini pia nikukumbushe kabla tujaangazia taarifa nyingine kutokea nje ya mipaka ya Tanzania, tunapewa nguvu ya kutosha na ndugu zetu ambao ni Mega Purified Water. Na kabla tujaendelea, basi tupate mapumziko ya dhamini, kisha tutarejea kuangazia taarifa nyingine. Baada ya mapumziko mafupi tumerejea kuangazia taarifa nyingine za michezo ambazo zimejiri kutokea nje ya mipaka ya Tanzania. Bana, jana tumeshuhudia michezo mbalimbali ya klabu bingwa barani Afrika. Kubwa zaidi ni michezo ambayo ilikuwa ni hatua ya pili, na tumeona nani anaenda katika hatua inayofuata. Tumeona Mamelodi tayari ameshaingia hatua ya nusu finali mara baada ya sare yake dhidi ya Esperance de Tunis, lakini pia Al Ahly nao pia wamefuzu katika hatua ya nusu finali, na kitu ambacho kizuri Mamelodi dhidi ya Al Ahly nusu finali. Kwanza michezo ya jana yote ya klabu bingwa barani Afrika ilikuwa ni michezo ambayo yenye mvuto sana. Hakuna ambaye mnyonge aliweza kutoka kinyonge. Tunazungumza Mamelodi ambao tuliamini Esperance de Tunis angekwenda kuwa na wakati bora akiwa nyumbani, lakini Miguel Cardoso anatukumbusha kwamba yeye alishafundisha Esperance, kwa hiyo alifaidika ile kimbinu kwamba nimewafundisha Esperance de Tunis, ninakwenda pia nitaondoa. Kwa yeye akiwa mwalimu wa Esperance aliwahi kuondoa Mamelodi Sundowns msimu jana, yani sio msimu, yani msimu jana aliondoa kwenye semi final ya nini ya club bingwa. Msimu huu kaondoa kwenye quarter final ya club bingwa, tena kaondoa Esperance wale ambao of course ni mwalimu ambaye ameset standard. Na tumeona unapocheza majenti, unapokutana kinachoamuliwa ni mbinu. Pale kinachotakiwa watu wanataka matokeo, tusonge hatua inayofuata. Kwa hiyo lakini pia ukiangalia mchezo wa Al Ahly na Al Hilal, yes, French Ibenge yote kwa yote alikutana na mfupa mgumu sana, yes, kuweza kuumeza. Alikaza sana mpaka dakika za 70 hivi, bado mambo yalikuwa 0-0, lakini ghafla tu mambo yakabadilika. Al Ahly wakapata goli ambalo ikawapa aggregate ya 2-0. Yes, kwa mchezo ambao pia hata yeye akikaa anafikiria kwamba ona, yes, ni miongoni mwa michezo ambayo ni bora sana ya kuweza kuitazama. Lakini unaozungumza mchezo wa FAR Rabat dhidi ya Pyramid. Unajua katika mchezo ule kama FAR Rabat wangekuwa makini
Yes. Walikuwa wanaenda hatua ya nusu finali kwa sababu kama ukipata magoli matatu aggregate 4-4 basi walikuwa wanaenda na advantage bora ugeni. Na ndio maana kwenye hizi michezo kwenye knockout stage mchezo wa kwanza ndio ambao unatoa taswira ya mchezo unaokuja. Yaani nyinyi mkiruhusu tu magoli mengi kwenye mchezo wa kwanza, mchezo unafuata mambo yanakuwa magumu. Ndio maana jana tunazungumza Farabati ambao wote if wangepata matokeo wangefungwa 1-0. Wangekuwa wamepata nafasi. Lakini pia ingewezekana wasingekaza. Wangekaza. Farabati kwani kufungwa na Pyramid basi ni ubovu? Sio ubovu. Ni wazuri Farabati, wana kikosi kizuri, wanaweza kufanya kitu. Na ndio maana hata unaona jana licha ya Pyramid walipata goli pia lakini lilikataliwa. Yes, Lamael lilikataliwa. Kwa hiyo waliwalazimisha kufanya baadhi ya matukio. Pyramid kama walikuwa wanakubali. Ile amna maamuzi akafilimbi katibu. Basi watu wameondoka. Tunasubiria mchezo wa MC Alger dhidi ya Orlando ambao utaamua kama nani baina yao anaenda kucheza na Pyramid FC kwenye hatua ya nusu finali. Nusu finali ya safari pia imekaa kimtego sana. Imekuwa mtego. South Africa tayari timu moja imeenda. Ambayo ni Mamelodi. Egypt tayari timu moja imeenda ambayo ni Al Ahly. Kwa bado kuna timu moja kutoka Afrika Kusini ambayo ni of course ni timu mbili tayari. Al Ahly pamoja na Pyramid zimeshaenda hatua ya nusu finali. Kwa hiyo tunabakia na timu moja kutoka Afrika Kusini ambayo ni Orlando, tunasubiri kama wataenda. Kama wataenda itakuwa ni vita ya South Africa na Egypt kwa maana timu zote ambazo zinacheza nusu finali zinatoka mataifa hayo mawili. Lakini Algeria nao wana MC Alger bado pengine wanaweza kuona kama wanaweza kutoa mtu ambaye anakwenda hatua nusu finali. Licha kwamba mchezo unakuwa mgumu kwa sababu mchezo wa kwanza MC Alger walipoteza wakiwa nyumbani 1-0. Lakini sisi kwenye mpira tunasema kama MC Alger walifungwa wakiwa nyumbani, kwa nini Orlando wasifungwe wakiwa nyumbani? Kwamba chochote kinaweza kutokea. Though Orlando amekuwa na timu bora sana, wamekuwa na wakati bora na natamani sana kuiona nusu finali ya Orlando na Pyramid. Itakuwa ni miongoni mwa nusu finali ambazo ni bora sana. Lakini tumeona Waarabu mara nyingi wamekuwa hawana uvumilivu wakiona yani kitu ambacho walitegemea kukipata afu hawajakipata. Tumeona mara baada ya mchezo wa jana kukamilika kati ya Esperance dhidi ya Mamelodi, wakaanza mashabiki wakaanza kuwatupia makopo tena wachezaji wao. Ni kama hawajaridhishwa na kile ambacho kimetokea. Wanakosa ungwana katika football. Unajua kuna kitu kimoja hiki lazima tukizungumze. Mashabiki wa mataifa ya magharibi na kaskazini mara nyingi sana wao wanaamini timu zao ndo zinastahili kila kitu kwenye mpira wa Afrika. Yaani wao hawajui kufungwa na timu kutoka kusini huko. Yaani hawawezi kusikia chochote kama wao wanaweza kufungwa na timu kutoka huko. Hii mentality walitengeneza kwa sababu walikuwa na utawala kwenye mpira wa Afrika muda mrefu. Na ndio maana sisi zamani ilikuwa ni ngumu sana kuona Al Ahly, Pyramid wanakuja kuangalia mchezaji kwenye ligi kuu za Afrika Mashariki. Yaani nadra ilikuwa ni ngumu sana kuona maskauti wanasafiri kuja kuangalia mchezaji kwenye ligi kama ya Tanzania. Unaona? Lakini sasa mpira umepiga hatua, mpira umeendelea. Yes, na kile ambacho wao walikuwa nakifanya walikuwa na invest na kuna timu pia zinafanya investment. Sasa hili swali kama limekuwa likiwasumbua akili wao kufikiria kwamba inakuaje tunapoteza tunafungwa na timu kutoka maeneo haya. Kumbe wanapaswa kufahamu kwamba mpira sasa umepiga hatua na mpira umeendelea. Na hii sio nzuri sana kwa mashabiki wa hasa wa Arabu. Lakini kwa mfano kuwatupia chupa wachezaji katika leo tukio ambalo lilitokea kwa wachezaji wa Esperance de Tunis actually imekwenda ku distract mentality yao. Kupoteza kwenye mpira wa miguu ni jambo la kawaida. Sikuona kama kulikuwa na haja sana ya kufanya hiko kitu. Though mashabiki pia unajua mpira ni mchezo wa hisia. Mtu mwingine pale kasafiri kilomita nyingi sana kwenye kufuata kuunga mkono. Hasa wote umuangushe. Yaani kwa mfano mechi ya Simba na Al Masry ile ya pale Misri, ndio Simba angekuwa yuko nyumbani. Kakimbia sana, kamiliki mpira, kapeti chance anakosa chances lakini anapoteza 2-0. Nani anakuelewa? Kupoteza katika mchezo ambao watu wanajibisa hapa kweli ulikwama. Hapa ulikuwa hauna namna, lakini mechi ambayo iko clear nadhani hata pia mashabiki nao
wanashindwa kuvumilia. Lakini sidhani kama tunaweza tukafika huko. Mpira ni mchezo ambao lazima apatikane mshindi. Si tukiachana taarifa hiyo, tuhamie kuangazia taarifa nyingine ambazo zimechomoza nje ya mipaka ya Afrika, ambapo usiku wa kuamkia leo bana kulikuwa na michezo ya UEFA Champions League. Usiku wa UEFA Arsenal wakiwa katika dimba lao la nyumbani la Emirates walikichapa dhidi ya Real Madrid, matokeo tunao. Lakini pia FC Bayern Munich nao walikuwa nyumbani katika dimba lao la Allianz Arena kule nchini Ujerumani dhidi ya Inter Milan. Lakini pia tumeshuhudia matokeo ya kushangaza kweli. Wengi walitegemea kwamba Madrid pengine angetoa upinzani kwa Arsenal, lakini ameonekana kufa bao 3. Naweza kusema kwamba mishanga zinaliva. Unajua ilikuwa ni mechi ambayo ni nzuri kwa kuitazama, lakini mechi chungu sana kwa mwalimu Carlos Ancelotti ambaye katika michezo mitatu ya mwisho ukijumlisha na ukapata sare ya mchezo mmoja, akapoteza michezo miwili. Ukizungumza michezo ya Liga, lakini pia akapoteza mchezo wa UEFA. Sasa ukiangalia hiki ambacho kimetokea ni mwendelezo wa kile ambacho amekuwa nacho. Wachezaji wa Real Madrid kama wamepungua hivi makali. Yaani haiwezi kuwa rahisi Vini acheze dakika zote hizo kwa sio na shot on target hata moja. Lakini kwa nini tusiwasifu Arsenal? Yaani hatuwezi kuwa rahisi. Tunazungumza, unajua hapa hatumzungumzi Arsenal na Newcastle United. Hapo tunamzungumza Arsenal na Real Madrid. Sio, unanielewa? Lakini tunafahamu ubora ambao wamekuwa nao Arteta kwa siku za karibuni. Kumdoubt Real Madrid, kwa nini mtu kama mchezaji kama Vini hajapiga shot on target hata moja? Ni sahihi kwa sababu kwa level yake yeye alipaswa kufanya kitu katika mchezo kama huo. Hivi tuzungumze, tuacha haya mambo ambayo tunazungumza leo. Tuzungumze leo kwenye ulimwengu duniani kuna timu ambayo ina best attacking line kwa maana ya talent best kama Madrid. Una Kylian Mbappe, una Rodrigo, una Vini. Kuna timu ambayo inaweza ikawa na safu hii amna. Lakini unaona hamna kitu ambacho Madrid wanapitia ni kama wachezaji wamedrop kutoka kwenye ubora wao. Hii ni mechi ya 3. Tunazungumza hii ni mechi ya 3. Mechi 3 hizo za mwisho, mechi moja ametoka sare, mechi moja amefungwa na mechi nyingine hii ya UEFA amefungwa. Kwa ni kitu ambacho pengine wanaosema kwamba Don Carlo ameshindwa kumanage zile talents zilizopo ndani yake. Mimi naweza nikaamini. Pamoja na kwamba tunakosoa ule udhaifu ambao amekuwa nao Real Madrid, utasifu pia kama ambavyo umesema namna ambavyo Mikel Arteta ameweza kuitengeneza Arsenal yake. Lakini utasifu ile mentality ya maturity ambayo alikuwa nayo Declan Rice katika siku ambayo yeye ndo alikuwa anaamua mchezo. Kufunga free kick 2 katika mchezo mmoja sio kitu ambacho ni kirahisi kila mtu anaweza kufanya. Tena kwa quality ya goalkeeper kama ni kitu ambacho sio kirahisi sana, lakini unaweza kushuhudia ikiweza kufanyika katika mchezo ambao. Kwa hiyo napenda ile mentality ambayo Arsenal walikuwa nayo katika mchezo husika. Kwa hiyo nimesikia baada ile mchezo, nimesikia Don Carlo anasema walishafanya comeback nyingi sana kwenye mpira wa miguu kwa maana ya michezo hii ya UEFA. Kwa hiyo naamini hata hii pia wanaweza kwenda kufanya comeback. Kitu ambacho Don Carlo anapaswa kufahamu, Arsenal hawa ambao unazungumza, Arsenal ni wazuri sana kwenye kuzuia. Yaani hawa Arsenal ambao tunawazungumza hapa ni timu ambayo ni nzuri sana kwenye kuzuia. Ndio maana leo hii tunatolia na Mikel Arteta. Mikel Arteta mechi nyingi ambazo zimemfelisha basi ni za sare. Unanielewa? Yes. Amekuwa ni mtu ambaye ana timu ambayo hawezi kuruhusu sana magoli. Sasa inapotokea nyakati kama hizi Arsenal wana faida tayari ya magoli 3. Kuna ugumu lazima tu utaupata wewe kwenye kupata matokeo kwenye mchezo unaokuja. Lakini pia kwenye rekodi Arsenal amekuwa na rekodi nzuri sana na kucheza na Real Madrid. Mchezo ambao utakumbukwa ni mchezo wa raundi ya 16 ya UEFA Champions League ya mwaka msimu wa 2005-2006. Yes, mchezo ambao mchezo wa kwanza ulipigwa pale Emirates, ukatoka sare kwa 0-0. Mchezo wa pili ukapigwa pale Santiago Bernabeu, Arsenal wakashinda pale 1-0, wakaenda hatua inayofuata. Kwa hiyo kama ni kama historia inaweza kudumu. Inaweza kudumu.
Kwa kwetu tusubiri tuone katika mchezo wa marejano, kwa ni juma lijalo tu. So mbali tutaona nini ambacho kinaweza kutokea, lakini ni nafasi ngumu sana kwao namna ambavyo wamepata matokeo katika mchezo wa jana. Yes. Mara baada ya mabao mawili ya Declan Rice, nakumbuka nilipichaga siku za hivi karibuni posti ambazo alipiga picha yuko na mpenzi wake. Ni mshangazi kidogo hivi, mashabiki wanaanza kumtupia comment, bana wewe vipi mama, nini unamiliki mtoto mdogo kama huyo? Ikabidi yule mama bana afute zile posti. Na reaction nzuri ya Declan Rice kwamba anasema huyo mtu tumetoka naye mbali, lakini jana tumeona pia akaperform, akasema inawezekana mshangazi inalipo kwa kiasi fulani. Unajua tuzungumze katika maisha ya kawaida. Watu wenye umri mkubwa wanakuwa na akili kubwa sana kwenye kusimamia vitu. Unajua kwa mfano wachezaji wengi wanapoteza talenti zao kwa sababu huwezi kuwa mchezaji wa mpira wa miguu lakini ukawa na mwanamke ambaye anataka mkashinde kitu ambacho upo. Yaani huyo anakupoteza. Lakini yule ambaye kwa mfano unaona Roberto Lewandowski, leo mke wake ndio daktari, ndio doctor wa fitness. Yaani yeye personal doctor wa Roberto Lewandowski ni mke wake. Kwa hiyo yeye ndo ambaye ana plan mmeo ale nini, ale sangapi, mke sangapi. Sio, umeelewa? Kwa watu wanaingia kwenye mahusiano strategical. So unakuupuka tu, mwisho wa siku unakuja unateseka. Kwa hiyo unamzungumza, of course huwezi kujua behind, lakini mtu mzima ambaye pengine anamsaidia kijana wetu Declan Rice kutupa kile ambacho haya mengine sisi hatutaki kujua. Kama anamsaidia kijana wetu anakuwa roho uwanjani, anakupa kile ambacho tunataka, basi hatupaswi kujua. Baada ya taarifa hiyo pia tuangazie taarifa ya mwisho. Tumeshuhudia pia mchezo mwingine wa UEFA Champions League kati ya FC Bayern Munich dhidi ya Inter Milan katika dimba la Allianz Arena, na FC Bayern Munich anakubali kufa kwa bao 2-1 katika dimba lake la nyumbani. Bayern ambayo actually wakati mwingine nafikiria namna ambayo Vincent Kompany anafanya kazi ndani ya Bayern, atapitia wakati mgumu sana kudumu ndani ya Bayern, kwa sababu hii Bayern ambayo tunahitaji hivi sasa imesheheni talent nyingi sana. Yaani unazungumza Bayern ambayo inaweza kukusaidia wewe kupata matokeo katika mchezo wote ule na maisha mengine yakaendelea. Lakini kupoteza mbele ya Inter na bado uko nyumbani. Kumbuke Bayern amekuwa na matokeo mazuri kwenye mechi za ngeni. Kwa hiyo hii inakupa taswira ya kwamba kuna wakati mgumu sana amejitengeneza yeye mwenyewe namna ambavyo hali jinsi ilivyo, na nilipenda mechi ilikuwa ya moto kweli. Mechi ilikuwa ya moto. Miola anasawazisha dakika ya 85, 87 mtu anaingia kambani. Unazungumza mechi ambayo pia Lautaro Martinez baada ya kukosekana kwenye michezo mingi sababu ya majeruhi, hata ile international break aliyokosekana akiwa na Argentina, amerejea dakika 70 na kitu, dakika 58 akaweka chuma. Yao wanakimbia kwenye kibendera. Kwa wanarudi dakika 85, Mula anasawazisha, anarudi kati dakika 87, watu wanaingia kambani tena. Kwa ni mechi nzuri sana na Inter wamecheza kiukubwa. Uzuri bwana wa timu za kutoka Italia, hawa watu wanapokwenda ku-approach kwenye mechi ya knockout wanakuwa baya sana. Hawa Inter hawa ndio ambao walicheza hivi kiutanotani wakajikuta kwa finali kwenye mechi ya ule msimu wamecheza na Man City. Kwa hiyo ni timu ambayo sio kuibeza, wamekuwa na hatua nzuri hasa kwenye mashindano haya ya klabu bingwa barani Ulaya. Kwa hiyo nadhani tusubiria usiku wa leo, pia usisahau mambo bado yako live. Borussia Dortmund watakuwa wanacheza dhidi ya Hansi Flick ya Barcelona yake, lakini pia game ya moto Aston Villa watacheza dhidi ya PSG. Kwa hiyo tusubiria tu game itakuwaje. Sawa, basi tusikilizie tuone namna ambavyo itakuwa pia na matokeo ambayo yatakuwepo, tutakuletea hapa kupitia Sports Recap. Na kufikia hapa tunakuwa tuna la ziada kwa siku ya leo. Ni matumaini yangu pia umepata mengi kweli, umejifunza mengi ya michezo kutokea hapa nyumbani, lakini pia kubwa zaidi ni kukumbusha kwamba tulikuwa tunapewa nguvu ya kutosha na ndugu zetu ambao ni Mega Purified Water kutokea Dodoma, lakini pia shukrani pia kwa timu nzima ya FGTV pia ambao umefanikisha kila kitu ambacho nakiona kinakaa sawa. Mimi naitwa Victor Lusega, niko na Kepo Benedicto, mchambuzi wa masuala ya michezo, mtaalamu ambaye nimekupa namba na matukio yote ya kimichezo. Nakutakia siku njema, lakini pia nikutakia wakati ule mwema. Bye bye.